Rais wa Marekani Donald Trump ameibuka tena na kauli kali dhidi ya washirika wake wa kijeshi ndani ya NATO, akiwashutumu kwa kushindwa kuunga mkono juhudi za kimataifa za kufungua tena mlango bahari wa Strait of Hormuz ambao ni njia muhimu kwa usafirishaji wa mafuta duniani. Akizungumza kupitia mtandao wake wa kijamii wa Truth Social, Trump amesema bila ushiriki wa Marekani, NATO haina nguvu halisi, akitumia kauli nzito kuelezea hali hiyo. Bila Marekani, NATO ni kama simba marara wa karatasi tu, alinukuliwa akisema hivyo. Katika maelezo yake, Trump aliendelea kueleza kuwa baadhi ya mataifa wanachama wa NATO wanakosoa msimamo thabiti linapokuja suala la usalama wa kimataifa, hususan katika eneo la Ghuba ya Uajemi. Alidai kuwa licha ya kulalamikia kupanda kwa bei ya mafuta duniani, mataifa hayo hayajaonyesha utayari wa kushiriki kikamilifu katika juhudi za kuhakikisha usafirishaji wa mafuta unapita salama katika mlango bahari wa Hormuz. Aidha, rais huyo alielekeza lawama kwa Irani, akituhumu kwa kuendelea kuimarisha uwezo wake wa nyuklia na kutumia nguvu za kijeshi katika eneo hilo, hali ambayo imezua hofu kubwa kwa usalama wa kimataifa. Hawakutaka kujiunga na mapambano ya kusimamisha Irani inayotumia nguvu za nyuklia, lakini bado wanalalamika kuhusu gharama mafuta, aliongeza kusema hivyo. Kauli hiyo imekuja wakati ambapo mvutano unaendelea kuongezeka katika eneo hilo la Ghuba, huku mlango bahari wa Hormuz ukiwa kitovu cha uchumi wa mafuta duniani. Takribani sehemu kubwa wa mafuta ya kimataifa hupitia katika njia hiyo nyembamba ya bahari, na usalama wake ni jambo linalofuatiliwa kwa karibu na mataifa mengi hapa duniani. Wachambuzi wa siasa za kimataifa wanaona matamshi ya Trump yanaweza kuongeza presha kwa NATO kuchukua hatua madhubuti zaidi, huku pia yakichochea mjadala mpana kuhusu nafasi ya Marekani katika kulinda usalama wa kimataifa. Kwa sasa bado haijawa wazi ni hatua gani zitachukuliwa na NATO kufuatia kauli hiyo, lakini macho ya dunia yanaendelea kuelekezwa katika eneo la Hormuz, ambapo hatima ya usafirishaji wa mafuta na utulivu wa kiuchumi wa dunia vinaweza kuamuliwa hapo. Bana, mtazamo wako ni hapo chini, sema comment kwa kile ambacho kinaendelea huko Mashariki ya Kati. Dondosha hapo chini, sema comment, tutakomentisha sana. Mr. Baro, that's my name. See you another time.